kusikia nikiwa hapa. Bwana kubariki sana, ni kwa sababu ni amina kwa Bwana, na iwe hivyo. Mchana wa leo nashukuru Bwana kwa sababu ya hii tunuku. Tumekuwa na nyinyi siku ya jana na juzi, tukiweza kuangazia haya ambayo Danieli aliweza kutuandikia, hata kuhusiana na wakati na nyakati, na tukaweze kuwa tukiangalia katika kitabu cha Danieli 2 aya yake ya 20 na kwenda mpaka 22. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba Danieli naye akasema, ninalisifu jina la Bwana Mungu, yeye aishiaye milele na milele, ni kwa sababu hekima na hata nguvu ni zake, yeye ambaye hubadilisha wakati na nyakati, na yeye ambaye huweka wafalme na pia anawatoa wafalme katika ufalme. Na pia akasema ya kwamba yeye anapeana maarifa na hata hekima na ufahamu. Na aya 22 akasema ya kwamba na yeye ambaye hufunua mambo ambayo yamefishika, ni kwa sababu kwake hakuna kitu kinajifisha katika giza, kama kwa njia ingine kwake hakuna giza. Na kwa hivyo mambo ambayo yamefishika kwa giza, kwake yanakuwa kama mwanga wa siku, na anaweza kuyaona vyema, anaweza kuyaona vizuri, na yeye peke yake ako na nguvu ya kuwafunua. Na siku ya jana tukaona ya kwamba ni kweli, ni yeye aliweka nyakati na akaziandika vyema na vizuri katika kitabu cha Mhubiri 3 kuanzia 1 na kuendelea. Na aya 11 akatuambia ya kwamba na aliweka mambo yote kwa wakati wake, na akaona yanafaa, na mpaka wa leo anaendelea kuweka mambo yote kwa wakati wake na kwa mahali pake, na anaona inafaa. Haleluya. Na kwa hivyo hatuna kitu kingine kwetu ni kumshukuru yeye aliye Mungu wa wakati, yeye aliye Mungu wa nyakati, yeye aliye Mungu wa majira, kwa sababu akiyaweka hivyo anajua ni nini ambacho anahitaji kutoka kwetu na ni nini ambacho anataka kukitenda vile vile kwa maisha yetu. Na kwa hivyo tuko nayo shukrani nyingi, ni kwa sababu ya matendo yake makuu ambayo siku ya leo tunasema tunayajua. Na kwa hivyo siku ya leo tukiwa na huo msingi wa Danieli 2 na aya yake 20 mpaka 22 ya kwamba kunaye Mungu ambaye anafishua hata mambo ambayo yako katika giza, na anajua na anaelewa na anajua yako katika giza kwa nini. Lakini Danieli akatuambia ni kwa sababu kwake hakuna kitu kinaweza kaa kama kujifisha kwa giza. Yale yote ambayo yamefishika katika giza kwake anakuwa sio giza. Hata katika kitabu cha Job anasema hayo mambo anayarudia. Karibu sana rafiki yangu na kupenda katika jina la Yesu. Hata ukipita hapo unaweza pata kiti pale. Na Job akasema ya kwamba kunaye Mungu ambaye hufunua mambo ambayo yako katika giza. Na hivyo ndio Danieli anarudia, anasema kunaye Mungu ambaye anafunua mambo yale yako katika giza na anayaweka wazi ili akaweze kuwa kwetu. Niyo biragu ya kwamba mchana wa leo hata tunapoendelea katika hii injili, washa Bwana aendelee kukufunulia ufunuo ulio katika giza, hekima iliyo katika giza, utajiri ulio katika giza, mipango iliyo katika giza, ili ukaweze kujua na ukaweze kutenda kulingana na Bwana. Ni kwa sababu wako kazini na anafanya. Washa kufanyia mchana wa leo, mfungulie moyo na mpe roho yako, mwambie ni yapi ambayo ungetaka akakutendee, mwambie ni yapi ambayo ungetaka kufunulie, mwambie giza ambayo umejikuta ndani yake, mwambie mazito ambayo hauyafahamu, hayo ambayo haujui ni aina gani, Bwana anayajua.
anakujua na anajua ni wapi ambao nuru yake iko, na anapokuleta katika nuru unakuwa na kila sababu ya kumsifu na kumpenda. Siku ya leo tuangazie neno la Bwana katika kitabu cha Warumi ili tukaweze kujua hali ya nyakati ambazo Bwana anasifunua kwetu, kwa maana yale anayofunua kwetu hayo ndiyo yetu na ndiyo tunastahili kuyazingatia. Katika kitabu cha Warumi 13, in the book of Romans 13 and verses 11, katika kitabu cha Warumi 13 na aya ya 11, Biblia inasema jambo pale ni kwa sababu Bwana anatupenda na anapenda kutufunulia hata wakati ambao tunaishi ndani yake, na anataka tukaweze kuendelea kuangazia huo wakati. Anasema ya kwamba katika kitabu cha Warumi 11 anasema ya kwamba, and do this understanding the present time, the hour has come for you to wake up from your slumber. Hallelujah. Na mkaweze kutenda haya mkielewa wakati ambao mko ndani yake, ni kwa sababu lisaa limefika, lisaa limewadia, ili mkaweze kutoka hata katika usingizi, because our salvation is nearer now than when we first believed. Praise the name of the Lord. Ya kwamba sasa, Bwana anasema sasa tokeni katika usingizi. Ni kwa sababu gani? Tufanye mambo ambayo Bwana ametuaminia tuyafanye, tukiwa tunaelewa na wakati, tukiwa tunaelewa na masaa tulio ndani yake. Ni kwa sababu jana tuliona kuna wakati wa kila kitu ambacho utendeka hapa duniani, na ndipo anaendelea kutuambia sasa, tukishajua ya kwamba kuna wakati wa kila jambo, nasi tukaweze kufanya nini? Tukaweze kufahamu wakati tulio ndani yake. Ni kwa sababu huu ndio wakati wa kutoka katika usingizi, ndio wakati mtu amelala majira ya usiku, anakuwa hajui wala haelewi kile ambacho kinaendelea kule nje. Lakini sasa anasema toka kwa usingizi, wakati asubuhi inafika na inabidi utoke kwa usingizi ukuje katika mwanga wa siku. Hauwezi ukaendelea kutembea kama bado umelala. Hapana, lazima utoke kwa usingizi, lazima matendo ya mchana yaonekane. Ni kwa sababu gani? Anasema ni kwa sababu wokovu wetu sasa umekaribia kuliko wakati ambao tuliweza kuamini. Wakati wetu ambao tunamngojea Kristo Yesu umekaribia sana na zaidi kuliko wakati alipokuja duniani. Nilisema siku nyingine ya kwamba kilikuwa na mwanzo, ama kulikuwa na mwanzo wa Yesu kuja duniani, na kutakuwa na mwisho wakati Yesu atakaporudi duniani. Haleluya. Paulo anasema tokeni sasa kwa usingizi na mukakae maisha yale sasa ya watu ambao hawako katika usiku, ya watu ambao hawako katika giza, ya watu ambao sasa hawajalala, ya watu ambao hawatakosa kujijua, ya watu ambao hawatakosa kujifahamu. Ndio, katika giza hakuna kujifahamu. Na ndio naona ya kwamba majira ya usiku yanapofika na tuende kulala hata kule vitandani, mambo yanakuwa yako kisegemnege. Unakuta ya kwamba ni kwa sababu haujijui. Wakati ambapo unalala, mkono unaweza lala nje ya blanketi, mwingine unaweza lala ukiwa umeshikilia mkoba wa kitanda, mwingine unaweza kuta mguu iko nje, mwingine uko horizontal kwa kile kitanda. Inakuwa ni majira yasiyo ya kujifahamu, lakini wakati unapoamuka unakuta ni majira ya kujifahamu. Hapa sasa ndiyo majira ambayo ni ya kujifahamu. Ni kwa sababu gani? Wokovu wetu na siku ya wokovu wetu imekaribia kuliko pale mwanzo, wakati wokovu ulitangazwa kwetu.
wetu. Siku ya ufahamu ndiyo hii, ni siku yako ya kujifahamu, kujua sio wakati wa kutembea katika giza, sio wakati wa kujitembea kama haujijui, sio wakati wa kukaa maisha ambayo haieleweki, sio wakati wa kuongea maneno ambayo haieleweki, sio wakati wa kuenenda katika njia ambayo haijulikani. Ni wakati wa kutembea. Kama ndio umepamasukiwa na siku, ni kwa sababu nini? Siku yaleta mazuri kuliko giza. Haleluya! Biblia inasema ya kwamba ni kwa sababu wokovu wetu sasa umekaribia kuliko mwanzo tulipoamini. Na aya 12 yasema ya kwamba the night is nearly over, the day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put the armor of light. Haleluya! Ati ya kwamba kwa sababu sasa siku imekaribia, siku ya wokovu wetu, siku ya Yesu kurudi, siku ya Yesu, siku ya kiyama, siku ambayo tunakaa tukingojelea mwanzo wa wokovu, mwisho wa wokovu, kwa sababu imekaribia. Inasema ya kwamba Biblia, washa sasa tukaweze kuweka kando mambo ya giza. Haleluya! Kumbuka kunaye Mungu ambaye anafunua hayo mambo ambayo yamekaa katika giza, na wakati giza iko katika maisha yako, ni wakati sasa wa kuyafunua na kushukua hata kitu kinaitwa the armor of light. Haleluya! Ngao ya mwanga ya nuru, ndio ili uweze kushinda. Haleluya! Kumbuka tunakaa katika haya majira. Paulo akamwambia Timotheo, katika haya majira ya siku ya mwisho kutakuwa na wakati ulio mgumu. Hiyo wakati wa giza ni mgumu, kwa sababu wakati wa giza kile ambacho unatafuta hauonagi, kile ambacho unataka haukipati. Lakini wakati unavaa nuru, hakuna kitu kitakosekana. Ni kwa sababu nuru humulikia, inaona kile hata kiko katika giza, hata kikiwa kule chini, na wewe uko na nuru, itakusaidia kuona kile kiko huko ndani. Haleluya! Hebu tuchukue nuru, tuchukue nuru mchana wa leo, tuoshane na mambo ya giza. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu wakati unayoyoma, ukijua ya kwamba wakati wako unayoyoma ni wakati wa kujiharakisha, ni wakati wa kuogesha spida, ni wakati wa kufanya mambo kisawa sawa, kwa sababu unajua muda hauko upande wako. Washa nikuambie, unapoangalia yale mambo yanatendeka ulimwenguni, yote yanakuelekeza mahali kukuambia ya kwamba time is not on our side. Na kwa hivyo washa tuharakishe, washa kudoya ukisema kesho, washa kusema mwaka ujao, washa kusema nitaimuini Bwana hata siku zijazo. The time is now, because you don't know about the time, and the Bible is telling us we are in the time and the seasons ambazo wokovu wetu umekaribia sana na zaidi. Kwa hivyo toka katika your zone of comfort, ondoka katika mahali pako pa kubalisi na kuona mambo iko sawa. These are not normal again. Hallelujah! Mambo haiko sawa. Wakati mwingine tunasema there is climate change, ni kwa sababu mambo haiko sawa. Na ikiwa majira yanabadilika, mpaka tunaona wanasayansi wanatuambia hakuna kitu tunaweza fanya, kwa maana haya yote yanaletwa na mambo ya kubadilika kwa hali ya anga. What are you doing with your salvation? What are you doing with your life? Maisha yako nayo ni ya dhamana sana kuliko mabadiliko ya hali ya anga. Maisha yako yafanyie kazi, yakaweza kumrudia mwenyewe, yakiwa yamefanya kazi kikamilifu, na yakaweza kupata uzima ulio wa milele. Jana tukaona ya kwamba anasema alipoweka mambo yote na akaona yako sawa, aliweza pia kuweka hali za uzima ndani ya moyo wa mwanadamu. Lakini akashangaa akasema, lakini wanadamu hawaoni, wala wanadamu hawaelewi, wala wanadamu hawajui.
kwetu. Washa tujue, washa sisi tujue ya kwamba ni majira gani. Ni majira ya kumrudia Bwana, ni majira ya kukana yeye, ni majira ya kukana yeye mwenye hekima, yeye ambaye Danieli anatuambia hekima yake ni kuu. Hekima yake si kama mwanadamu, anapea watu wote hekima ili wajue wakati na majira, na anayafunua hata kama yako ndani ya giza. Haleluya, haleluya, haleluya. Aya 13 anasema, in the book of Romans 13 and verses 13, let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality, not in debauchery and dissension and jealousy. Hallelujah. Washa tusiweze kutembea katika haya mambo ambayo anasema ya kwamba tukijua wakati sasa umefika. Jamani, ondoka kwa haya mambo, ondoka kwa mambo ya kula na kunywa tu na kufurahia. Weekend itafika lini? Twende bash. Si wakati wa bash, ni wakati wa kupiga bash ukijua ya kwamba where is my salvation, where is my possession in the kingdom. Kwa sababu kunayo siku itakuja na utaulizwa na utasema, I spend my time doing bashes, na utaulizwa na baadaye ya kufanya bashes, Biblia inasema tuondoe kula na kunywa na kusasa na kufurahia bila mipaka. Wakati ambao ilifika siku moja watu wa Israeli wakiwa jangwani, wakaona Musa amekawia, wakakosa kuwa na uvumilivu kama vile tuliona kunao majira ya uvumilivu. Biblia inasema ya kwamba wakajitengenezea Mungu wao, na walipojitengenezea Mungu wao hawakukoma pale. Waliweza kuweka densa, wakaweza kupika, wakakula, wakakunywa, wakaanza kusherekea, wakatoka mipaka, wakaanza kufanya uasherati. Ni kwa sababu ya furaha hata ya kuwa na Mungu mgeni. Haleluya. Haya ndiyo majira ambayo tunaambiwa tuondoke kwayo, majira ya kunywa na kusherekea, na katika sherehe za usherati na urevi na mambo ambayo haiwezi kupendeza Bwana, kwa sababu baada ya siku tutaulizwa, je, baada ya kusherekea munaenda wapi? Na ni vibaya sana kama tutajikuta tunaenda katika kuangamia. Anasema and sexual immorality and debauchery, hiyo dissension and jealousy, na mambo ambayo ya mgawanyiko na wivu ambao huleta chuki na vitina na hata mafaragano, mahali ambapo tunafukuza upendo wa kweli. Wakati huu ambao tumeingia ndani yake, in the seasons of the Lord, ni seasons za kukaa katika upendo. Jana tukaona katika kitabu cha Mhubiri hata 3:6 akisema kuna wakati wa kutafuta, ndio, na tukaona ya kwamba wakati tulio nao ni wa kutafuta Bwana. Wakati tunatafuta Bwana tunaongeza upendo, kwa maana tumefundishwa na tukaona ya kwamba Bwana alisema, mnipende mimi Mungu wenu na msikuwe na Mungu mwingine, alafu upende ndugu yako, upende huyo mwingine, ili mkaweze kuishi mkiwa kitu kimoja. Kwa hivyo haya ndiyo haya majira ya kuongeza upendo ndani ya mmoja na mwingine, ya kuongeza ukweli ndani ya mmoja na mwingine. Upendo hunena ukweli, upendo hauna chuki, upendo hauna vitina, upendo hauna mambo ambayo sio ya kiungu. Upendo ni wa Mungu. Unanipenda vile nilivyo na kupenda vile ulivyo, ndio, ili tukaweze kutimiliza hata hali za haya majira. Na ndio inatuambia sasa tusitembee kama tumelala, kwa maana majira imeenda sana. Nao sasa tukaweze kuelewa majira haya tuko ndani yake, na tukaamuke toka kwa usingizi, ili tukaweze kufanya jambo moja ambayo anaisema katika aya ya 14 na 14, anasema ya kwamba katika aya ya 14 ya 15 anasema ya kwamba
upepo inataka kukimbia na Biblia, lakini tunashukuru Bwana kwa sababu yeye ndiye Mungu wa upepo na anatupa hii neema. Katika aya 14 anasema ya kwamba rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of your human nature or your sinful nature. Hallelujah. Ya kwamba rather, ukijua sasa majira yamepambazuka, ukijua ya kwamba asubuhi imekuja, ukijua ya kwamba Mungu ambaye anabadilisha nyakati na majira amekuja kubadilisha wakati na majira, anasema sasa, hebu jifanyeni na Kristo Yesu. Hebu tujifae Kristo Yesu, tujifae na Kristo Yesu, ili tusiweze hata kutimiliza mapenzi ya huu mwili, tusiweze kutoshelesha huu mwili, kwa maana mwili unapenda mambo ya dunia hii. Tuliona ya kwamba mwili hauna destination. Destination ya mwili ni wakati utaambiwa na mwili urudi kwa mafumbi, kwa sababu ulitengenezwa kwa mafumbi, na kwa mafumbi mwili utarudi. Hakuna lingine kwa mwili. Lakini wakati tuko katika huu mwili, tunastahili tukaweze kuyatekeleza mapenzi ya Mungu wetu, ambaye atashukua ndani yetu Roho wa Bwana, na atafanya iwe hivyo milele na milele, kulingana ni wapi tutakuwa tumejishagulia. Ukiwa umejishagulia kule kuzuri utaishi. Ukiwa umejishagulia kule kubaya utaishi. Washa tujifike na Kristo Yesu, kwa maana tukiwa ndani ya Kristo Yesu tuko na uhakika wa maisha mazuri ya baadaye, maisha ambayo haitapendeza huu mwili hapa wakati tuko duniani, lakini tutampendeza Bwana, tutampendeza Roho wa Mungu, naye atatutayarisha ni kwa ajili ya hiyo siku. Kunaye Mungu aliye mbinguni, ambao hubadilisha wakati, ambao hubadilisha majira. Kubali majira tumeingia ndani yake, ni majira ya kujitayarisha ni kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Bwana wabariki sana hata mnapotoka ama kwenda ushirika. Mungu awe pamoja nasi. Waambieni kujitayarisha ni kwa ajili ya majira. Wokovu wetu sasa umekaribia kuliko wakati tulipoamini. Washa tutoke katika usingizi. Ondoa maneno ya usingizi, ondoa maneno ya usingizini, ondoa upofu wa usingizini, ondoa kutojielewa kwa usingizi, ondoa wokovu wasijui niko wapi, ondoa wokovu wasijui kutakuwa nini. Ingia katika mchana ukiwa umejifarisha Kristo Yesu, kwa maana ukiwa na Kristo Yesu atakupa mchana, atakupa nuru ya mchana. Utaona mabota makubwa hata yale yamefishika katika giza. Bwana wabariki, mchana mwema. Katika kitabu cha Warumi 13:11 mpaka 13, endelea kusoma. Bwana atakupa ufunuo hata sana na zaidi kuhusiana na haya majira. May God bless you, na akaweze kutia muhuri hilo neno ndani ya maisha yako hata tunapoenda kuomba katika jina la Yesu. Ukiwa unajiona katika giza yako ya kwamba maisha yako yamekuwa giza, na unajihisi ya kwamba wewe ndio uliye na nafasi nzuri ya kuondoka katika hiyo giza. Wakati tunaishi ni wakati ambao familia zinaingia katika giza, na unakuta hata mume na mume hawaelewani. Ni kwa sababu ya giza ambao Bwana anasema ondoa dissension, ondoa mambo ya ugomvi, ondoa mambo ya kutoelewana, ondoa mambo ya good communication. Washa ukamwongeleshe mwenzako kama ni mtu aliye hai kama wewe. Washa ukampende, ndio upendo unafunika dhambi zote. Kwa hivyo hata katika majumba upendo ndio utafunika dhambi. Wewe mama, wewe baba, wewe kijana, wewe mtoto, upendo ndio utafunika dhambi ili ukaondoe dissension. Wewe itatokano katika maisha yako, na Bwana akaweze kuleta nuru ya umoja
Ni kwa sababu umoja ni nguvu. Anapenda mahali kuna umoja, hapo ndipo anaamulisha baraka zake. Wakati watu wanakaa katika umoja, wakati kama huu tunaelekea mambo ya usiasa na mambo ya kampeni na uchaguzi, unakuta wengine huibwa na mambo, wengine huibwa na shama, wengine huibwa na pesa, wengine huibwa na hununuliwa na mambo kadha wa kadha. Lakini ondokea hayo mambo, hakikisha ya kwamba utadumisha upendo na umoja katika udugu. Wacha kushukia ndugu yako wala dada yako ama mke wako ama huyo mwingine ati kwa sababu pengine amesimama huku ama kule. Haya yote ni ya muda. Kumbuka, haya yote ni majira. Uchaguzi hautaishi milele, lakini wewe na mimi katika mapenzi ya Mungu tuko leo na kesho kutwa mpaka saa ile Bwana atataka. Kwa hivyo ondoa dissension, ondoa mgawanyiko. Ni kwa sababu ya mambo ya kuisha. Hebu tudumishe umoja, hebu tudumishe amani. Dumisha amani moja na mwingine, dumisha upendo mmoja na mwingine. Mahali kuna mafaragano, seme sana na Bwana akawabariki. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo ukiwa unataka kumrudia Bwana, wakati ni mwema na ni vizuri kufanya hivyo ndani ya Bwana. Toka katika matendo ya giza, toka katika kula na kunywa na kusasa na kufurahia na kuona ya kwamba mambo yako sawa, kwa sababu hapo mbele yawezekana isiwe sawa vile unafikiria. Lakini ukiwa na Yesu, ukiwa umejifalisha Yesu, mambo iko sawa, kwa sababu hata hapo mbele mambo yatakuwa sawa. May God bless you so much in the mighty name of Jesus. Wewe unataka kumrudi